World Capital Fund sisi ni mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam kwa sasa, ila pia tunatarajia kuwa na products zetu ambapo tutakuwa na products ambazo zinajihusisha na gold kama mkurugenzi alivyoongea, na pia tutakuwa na product ambayo inajihusisha na soka bet. Yeah. Kwa hiyo World Capital kama World Capital tunamsaidia mteja kuelewa wapi awekeze, sehemu gani sahihi ya kuwekeza na kuweza kumsaidia kuwekeza. Mwenzangu ameshaeleza hapa, lakini mimi ningependa kuongezea tena. Sisi ni wakala wa soko la hisa Dar es Salaam. Kwa hiyo tunamsaidia mteja kuweza kuwa mmiliki, sehemu ya umiliki imeorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo kama World Capital Fund ukija kwetu tutakwambia okay, kuna makampuni 28 na kama mnavyojua kila kampuni ina jinsi inavyo perform sokoni. Kwa hiyo sisi kama wazoefu wa soko tunaweza kukushauri sehemu gani iliyo sahihi ambayo wewe kama mteja unaweza kuwekeza na kupata faida. Kama alivyosema, faida ya kuwekeza kwenye hisa ni ongezeko la thamani la mtaji. Mimi nilipokuwa shule, nilisoma shule za bweni. Kwa hiyo nilipokuwa kule shule, nilikuwa najiuliza okay, mimi napewa hela ndogo shule, wenzangu wanapewa hela kubwa. Na ukiangalia shuleni duka lilikuwa linafunguliwa mara moja kwa siku, lilikuwa linafunguliwa Jumatano. Kwa hiyo nikachukua hiyo opportunity, nikanunua kripsi, biskuti, zilikuwa kipindi hiko kripsi shule zilikuwa zinauzwa 500. Kwa hiyo nikaa nazo kwenye loka langu mpaka baada ya muda watu wakawa wako na demand ya hiyo bidhaa ambazo ninazo. Kwa hiyo nikaa kripsi nimeinunua 500 ila naenda kuiuza buku jelo. Kwa hiyo ndio hisa mimi mwaka 2015 hisa za CRDB nilinunua shilingi 400. Sasa hivi sokoni hisa za CRDB ni 1200 na shilingi 10. Kwa hiyo hapo kuna ongezeko la mtaji. Yeah. Na mtu anaweza kujiuliza okay, kuwekeza lazima niwe na hela nyingi. Hapana. Mimi nilikuwa mwanafunzi kipindi hiko, ila nilibahatika kupata hii elimu ambayo nyie mnapata leo ya uwekezaji na nikaweza kuwekeza by that time. Kwa hiyo unaweza kuona mimi najiona kama ni tajiri sasa hivi, kwa sababu nilinunua hisa shilingi 400. Sasa hivi hisa sokoni 1210. Unaweza ukaona ni difference ndogo, ila ukianza kuwekeza kidogo kidogo, at the end of the day una quantity za hisa nyingi. Na hii pia tunawashauri kama mna watoto mnaweza mkawafungulia akaunti za uwekezaji kama vile mnavyowafungulia akaunti za benki. Kwamba kama mtoto yuko chini ya miaka 18, wewe unakuwa una manage akaunti yake. Kwa hiyo inakuwa akaunti ni ya mtoto ila iko under your management. Kwa hiyo hisa ni sehemu nzuri ya kuwekeza kwa kweli, kwa sababu watu wanaweza wakasema okay, mimi na save tu hela naweka bila growing. Ila huko kwenye soko la hisa bei inaendana kutokana na demand and supply sokoni. Naweza kuwapa mfano CRDB. Hisa za CRDB ni kati ya hisa ambazo zinakuwa na demand sana. Watu wengi wanazipenda. Ndio maana nikasema mwanzoni kabla hujawekeza unabidi umfuate mshauri aweze kukuelezea kwamba okay, hisa za kampuni fulani zina perform, zinagawa gawio, kwa sababu ukiangalia hiki ndio kitu ambacho tunakitaka kwenye uwekezaji. Kwa hiyo sasa watu kutokana na hii mifumo ya CRDB kubadilisha, watu wakawa wanatoa hisa zao wanauza. Ukiangalia hiyo inaonyesha kwamba watu wanakuwa hana uelewa wa uwekezaji, kwamba tu wanabadilisha mfumo wa system zao, sio kwamba kampuni inakufa. Kwa hiyo kama wewe unataka kuwekeza, unabidi utafute watu kama World Capital Fund ili waweze kukuelimisha wewe na kuelewa sehemu gani sahihi kuwekeza. Na hisi baada ya hapo kufungua akaunti ni hiari. Na kufungua akaunti sio kwamba unaanza kuwekeza instantly kama akaunti za benki. Unaweza tu kufungua na kuweka hela unapojisikia. Same applies huko kwenye uwekezaji. Sio kwamba kuna sheria kwamba ukiweka hela leo unabidi tena uweke baada ya mwezi au nini. Hapana. Kuwekeza ni wewe. Ukiamua leo
Belinda bana, na 10,000 hii hapa, naomba uninunulie hisa za kampuni gani inafanya vizuri, nitakushauri. Labda kampuni X inafanya vizuri, kawekeza leo. Kesho unanifuata tena, Belinda, na 2,000 yangu nataka ninunue hisa, na kununulia. Kwa sababu kwenye kununua hisa kwenye haya makampuni 28 kuna hadi makampuni ambayo yanauza hisa zake kwa shilingi 200. Kwa hiyo mimi naona ni fursa ya kumiliki sehemu ya kampuni kwa shilingi 200. Kwa hiyo naomba kama entrepreneurs, hii ni sehemu sahihi ya kuwekeza. Msisite kuwekeza. Sisi kama Wealth Capital Fund tupo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia nyie mwekeze sehemu sahihi. Asanteni.